waheshimiwa wabunge wenzangu ambao ni wanamichezo, watumishi wa ofisi ya Bunge, watumishi wa benki yetu maarufu nchini CRDB, wanamichezo wote ambao leo mmeshiriki kwenye michezo hii kutoka taasisi mbalimbali, wenyeji wetu wa shule ya sekondari St. John Merlin, hakika mmeendelea kututendea mema kwa kushiriki, kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Nitambue pia uwepo wa wajasiriamali mbalimbali ambao leo wametumia nafasi hii kama fursa kwao. Niwasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanamichezo, viongozi mlioko hapa na wageni waalikwa, kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutuwezesha kuwa na afya njema na kutukutanisha hapa leo tukiwa na afya nzuri kabisa na kutuwezesha kushiriki kwenye tukio hili muhimu la Grand Bonanza lililoandaliwa na Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Grand Bunge Bonanza 2025 hili ni tamasha kabambe la mwisho katika bunge hili la 12 ambalo linahusisha michezo mbalimbali iliyoshirikisha pia wanamichezo kutoka taasisi mbalimbali wakiwemo waheshimiwa wabunge na taasisi nyingine. Nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge ambaye ndio spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, kwa kusimamia bonanza hili kuwepo kila mwaka toka lilipoanzishwa, na mwaka huu limefana zaidi, hasa chini ya ufadhili wa benki yetu ya CRDB. Tuipigie makofi. Nataka nitumie nafasi pia kumpongeza mwenyekiti wa Bunge Bonanza Mheshimiwa Festo Sanga, mbunge wa Makete, na kamati yake ya maandalizi. Imefanya maandalizi mazuri, imeratibu vizuri matukio yake, na uongozi wa bunge chini ya katibu wetu na yeye amefanya kazi kubwa, ndugu Advocate Baraka Leonard, hakika naye ameendelea kuliwezesha bunge kufanikiwa kwa shughuli zake zote. Tumpigie makofi na yeye. Ndugu wana michezo, leo aliyepaswa kuwa mgeni rasmi hapa na alikubali mwaliko ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na ratiba ya matukio mbalimbali ya kitaifa, na sote tunajua kuwa leo yuko mkoani Mwanza, imempendeza, amenituma kuja kutoa salamu zake kwa niaba yake kwenye tukio hili rasmi la Grand Bunge Bonanza. Pamoja na kunipa jukumu la kuja kumwakilisha, amenituma kuleta salamu za heri na upendo na kuwatakia baraka njema, afya njema, ili muweze kutekeleza majukumu yenu, ikiwemo na tukio hili la leo, kwa kutembea umbali huo kutoka chuo cha mipango mpaka hapa. Mheshimiwa Rais anawasalimia sana. Mheshimiwa Rais anasema anatambua na kuthamini mchango wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuimarisha umoja, afya na mshikamano kupitia michezo inayoendeshwa, na anawatakia kila laheri kwenye shughuli hizi ambazo sasa tunafikia mwisho, kwamba shughuli hizi ziende vizuri, na mimi nitafikishia ujumbe kwamba Bunge Bonanza limefanya vizuri sana mwaka huu 2025. Ndugu wana michezo, niendelee kutumia nafasi hii kueleza kwa kifupi manufaa ya tukio hili Grand Bunge Bonanza. Tamasha hili ni kubwa kati ya matukio yanayoandaliwa na bunge yanayojumuisha wanamichezo na wadau mbalimbali, na hili linafanyika sasa kwa miaka 5 mfululizo, ikiwemo na ile Bunge Marathon, na hili tukio tunalishuhudia likipata mabadiliko kila mwaka.
na kuwa tukio la michezo linalofanikiwa sana. Tukio hili linajumuisha michezo mbalimbali ambayo inaweza kuruhusu washiriki kushiriki mchezo wote ule, kama ambavyo mmeona michezo ambayo leo imechezwa. Bonanza hili pia ni mkakati wa kuunga mkono wa jitihada za Mheshimiwa Rais za kuhamasisha Watanzania kushiriki mazoezi ya viungo pale unapopata nafasi. Sote tumeona nchi nzima watu wakishiriki mazoezi ya viungo, na tulitenga Jumamosi pia kuanzia saa 12 asubuhi mpaka angalau saa 3 Watanzania wote washiriki mazoezi mbalimbali ya viungo ikiwemo na kucheza michezo kadhaa. Na kwa hiyo bonanza hili lina mchango mkubwa katika kuhamasisha uwepo wa utamaduni wa kufanya mazoezi ya mwili. Lakini pia hapa kwa bunge bonanza linahamasisha wabunge na kuwajengea utamaduni wa kufanya mazoezi ya mwili miongoni mwao, pia watumishi wa bunge. Na mwaka huu tumepanua wigo kwa kuwaleta wadau kutoka taasisi mbalimbali. Mazoezi haya tunayofanya kupitia michezo hii na kupitia bunge bonanza yana umuhimu mkubwa, si tu kwa afya, bali pia inajenga urafiki miongoni mwetu, inajenga mahusiano mema miongoni mwetu ya kimichezo, lakini pia inaimarisha afya ya akili kwa kuburudisha kwa kucheza michezo mbalimbali, na hivyo kuongeza ufanisi katika utendaji wa majukumu yetu ya kila siku kwenye maeneo yetu. Kupitia michezo na burudani, bonanza hili pia limejenga misingi ya mshikamano, upendo na ushirikiano miongoni mwetu, na ushirikiano huu umepelekea kuwa msingi muhimu wa kujenga taasisi iliyo imara, hasa kwenye taasisi yetu ya Bunge ambayo inatekeleza majukumu yake kwa weledi na kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania. Bonanza hili nalo limekuwa ni jukwaa muhimu la kukuza mahusiano ya kitaasisi kati ya Bunge na wadau wetu ambao pia wameshiriki hapa, ikiwemo na taasisi za kifedha ambazo tumeona CRDB wakiwa hapa. Tumekaribisha mashirika ya umma, taasisi za elimu na wizara mbalimbali ambazo zimeshiriki kwenye michezo hii. Lengo hapa ni kuimarisha mahusiano ya kitaasisi, lakini kuwakutanisha pamoja Watanzania wa sekta mbalimbali na kujenga msingi imara wa kufanya mazoezi ya mwili. Tamasha hili pia ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda ya kitaifa. Mwaka huu tuna ajenda muhimu nchini, na bonanza limeandaa hili kauli mbiu inayokwenda kuendeleza ajenda ya kitaifa, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema shiriki uchaguzi mkuu kwa maendeleo ya taifa letu. Hii ni kauli mbiu yenye ujumbe mahususi kwa Watanzania, hasa mwaka huu 2025 wa kutoa wito kwa Watanzania kwenda kushiriki uchaguzi kamilifu kwa njia ya amani na utulivu ili kulinda misingi ya demokrasia yetu. Kwa hakika Grand Bunge Bonanza ya mwaka huu imepata mafanikio makubwa kwa maandalizi yake moja, lakini kwa kuongeza idadi ya michezo ambayo tumeiona, lakini washiriki pia nao wameongezeka, taasisi mbalimbali zimejitokeza, na faraja ni kwamba baada ya hapa tutakwenda kuona matokeo ya mtu mmoja mmoja kiafya, lakini pia hata wanaoshiriki michezo wanaweza kukuza vipaji vyao kupitia tukio hili. Grand Bunge Bonanza tunapaswa kulienzi, kulidumisha na kuliboresha kila mwaka ili tuendelee kuwa na mfano wa taasisi ambazo zinaendelea kuimarisha michezo kupitia matukio ambayo yataandaliwa na taasisi hizo. Leo tumeona michezo mingi imechezwa na watu wamefurahi kushiriki kwenye michezo hiyo. Tumeona mpira wa miguu na tumeanza na volleyball, netball, basketball, mpira wa miguu. Tumekuta eneo la watu wanafanya mazoezi ya viungo tu pale.
tumekuta karata, draft, bao na pool. Kimeenda kule kwenye miembe, tumekuta michezo mingine inachezwa. Mwanamichezo ambaye anatakiwa kuimarisha afya yake, watu walikuwa wanaimarisha afya. Wakati madaktari wanasema tule kwa kiasi, umekuta pale watu wamejaza sahani hivi, natoka mazoezini amejaza sahani. Sasa kama mchezo ule ni mchezo rasmi, basi na mwaka huu pia Bunge tumeongeza mchezo ule na umechezwa vizuri sana na wateja bado wanaendelea kwenda. Tumeona pia mabadiliko makubwa ya michezo na ubora wa michezo. Mwaka huu kwa mara ya kwanza nimegundua kumbe swala la usajili wa wachezaji ni muhimu sana, na hili nimelikuta kwenye uvutaji kamba mwaka huu. Mashindano ya uvutaji kamba mwaka huu yameleta faraja sana, kwa sababu tumegundua kumbe lazima mjipange. Wizara ya Maliasili imeleta watu wao, Wizara ya Uchukuzi wa kina mama watu, hata ukiambia wasimame hapo ukiwaona unajua kweli watu, na wameshinda. Kumbe nao pia kuvuta kamba kunafanyika mazoezi, kwa sababu staili ya kuwavuta watu ilikuwa inatisha na timu nyingine. Na sisi wabunge, timu yetu jamani, hata kuku tumejifunza mwaka huu. Koku na wale wa timu ya uchukuzi ilikuwa lazima tushindwe kwa kuwaona tu, na ndio matokeo yaliyojitokeza mwaka huu. Kwa hiyo ameleta burudani sana, na hakika mwakani tutaendelea kupanua wigo ili tuweze kuleta mafanikio zaidi kwenye michezo yetu. Kama ambavyo tumeanza michezo hii kwa kutembea na kukimbia mbio ndogo ndogo kutoka Chuo cha Utumishi mpaka hapa, na tumeona watu wana uwezo mkubwa wa kufanya mbio ndogo ndogo, lakini pia kutembea kwa umbali huo ambao umeandaliwa. Nilikuwa nateta na mkurugenzi wa CRDB, amelalamika sana kwamba kilomita za mwaka huu ni chache. Umetuwekea kilomita 2 tu na nusu, iko chini ya uwezo wake, na amesema kama anataka tuendelee kudhaminiwa na CRDB tuongeze kidogo umbali ambao yeye ataonyesha uwezo wake mkubwa, na mimi najua uwezo wako. Kwa hiyo endelea kutuweka kwenye mpango wa udhamini, kwa sababu mwakani pia tutaongeza kidogo ili na wewe upate kutosheka na uwezo ulionao katika Ndugu wana michezo, tamasha hili aliishi muda huu, linaenda mpaka jioni saa 1, na mheshimiwa mwenyekiti ametualika tuende tukashiriki pale. Kutakuwa na mambo mengi ya kufurahisha, tutakuwa na muziki wa dansi, ngoma za asili na utamaduni, tutakuwa na sarakasi, lakini pia kuna waimba mashairi, nyimbo za taarabu. Mheshimiwa King leo amejipanga vizuri kwa ajili ya taarabu, na amekuja na nyimbo mpya, vibao vipya. Anazindua albamu yake ya taarabu leo. Kwa hiyo Mheshimiwa King, naamini umetuletea mambo makubwa. Lakini mwaka huu pia wabunge wamejipanga, wameongeza mchezo wa ucheshi. Kwa hiyo tuna wabunge wanakuja na mchezo wa ucheshi. Kwa hiyo kile kipindi cha cheka tu leo kinahamia bungeni na washiriki wetu wako hapa. Haya yote haya yanakwenda kutengeneza faida ya kushiriki kwenye michezo. Nimeeleza awali kwamba iko afya, lakini mahusiano, urafiki, lakini pia hapa unakuza vipaji. Nimeona leo seriousness ya michezo kwenye netball, ushindani ulikuwa mkubwa sana. Kwenye basketball ushindani mkubwa sana, na kwenye soka mabadiliko ni makubwa sana mwaka huu. Kwa hiyo yanaenda kuongeza vipaji. Sasa kwenye afya sisi tunapambana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, sukari, BP
na haya magonjwa ambayo sasa hivi yanaibuka ya magonjwa ya akili. Mheshimiwa Jessica Mtavangu anajua zaidi kwa sababu yeye ndio amebeba ajenda ya afya ya akili hapa nchini. Kwa hiyo tunataka tuhakikishe kuwa watu wanapunguza msongo wa mawazo kwa kukutana kama hivi tulivyo, kisha burudika unakuwa tayari. Kwa hiyo niendelee kumpongeza Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa ubunifu wa tukio kama hili ambalo linaanza kupata kushamiri kila mwaka, na tuwezi kusita kusema tukio hili ni la kitaifa kwa sababu linakusanya watu kutoka sekta mbalimbali. Tumpigie makofi Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa ubunifu wake pamoja na timu yake. Lakini wapongeze waheshimiwa wabunge, wafanyakazi wa bunge na taasisi ambazo mwaka huu pia tumeshiriki nazo, na tumeona pia tumekaribisha hata vijana wetu nao pia wanatamani kushiriki, na mwakani wawekwe kwenye mpango kabisa nao waweze kushiriki na wasaidia wao kujifunza mengi tunapokuwa kwenye matukio haya. Lakini shukuru CRDB Bank kwa udhamini wao na ufadhili wao. Umetuletea mabadiliko makubwa mwaka huu. Mwaka huu pamevutia kutoka getini. Tumeanza kuleta mvuto na kuona kabisa kwamba CRDB imedhamiria, na sisi tunaifahamu CRDB kwa huduma zake za kifedha na namna ambavyo mmepanua wigo mpaka nje ya nchi, lakini pia mlivyojitoa kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo kwa Watanzania kupitia huduma za jamii, elimu, maji, afya, lakini pia hata kwenye kilimo na barabara. Ni maeneo ambayo wenyewe mmeunga mkono serikali yetu. Na kwenye michezo nako mkoa nyuma, mna ligi yenu ya basketball, mna ligi yenu ya football inaitwa CRDB Federation. Leo sasa mmeingia bungeni, mnafadhili bunge Grand Bonanza, na huku kutakuwa na nembo yenu CRDB Bank Bunge Bonanza, Grand Bonanza, ambayo pia naamini itakuwa kila mwaka. Sisi mazungumzo yetu na nyie ni kuongeza kiasi kwa sababu ya kuongeza washiriki, na sina mashaka nanyi ni taasisi ambayo ina watu wenye weledi, na kwa bahati nzuri leo umeleta mameneja wote na wakurugenzi wote kutoka makao makuu wameona, na mimi kwa niaba ya bunge wenzangu niwakaribishe sana bungeni. Endeleeni kutuunga mkono kwenye jitihada hizi za kuboresha michezo bungeni. Nimeona pia mwaka huu CRDB mmeshiriki kwenye mbio, mmekimbia hapa na ambao mmechukua nafasi za kwanza nyingi tu. Si mnafanya mazoezi wapi, lakini mmeshinda. Tunaamini mwakani mtachukua makombe mengi. Sina uhakika na uwanja wa mpira wa miguu hali ilikuwaje. Maana CRDB na nyie mmefungwa. CRDB mmefungwa huko kwenye soka. Poleni. Lakini naamini mwakani mtakuja vizuri. Tuendelee kufanya mazoezi ili mwakani tuje tuimarisha zaidi. CRDB Bank mmepata mafanikio makubwa sana kwa sababu mmeamua kwenda kwa wananchi kushirikiana nao, na ule wito wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuhakikisha kwamba huduma zinaenda mpaka vijijini. CRDB ni benki ya kwanza kwenda mpaka vijijini, kwenda kutoa huduma za msambao wa matumizi ya fedha kwa njia ya kielektroniki. Hongera sana CRDB, na sisi tuna matumaini makubwa na nyie. Nikiwa naendelea kukamilisha hotuba yangu hapa, nataka nieleze tu kwamba kila tunapokutana kundi kubwa kama hili la Watanzania, tuna ajenda ya kitaifa lazima tukumbushane, na ndio iko kwenye kauli mbiu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa Tanzania. Kila Mtanzania anayo haki ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi kwa kwenda kuchagua kiongozi unamtaka kwenye eneo lako, lakini pia wewe mwenyewe kwenda kuomba nafasi ya kuchaguliwa. Mwaka huu tumeanza
harakati hizo, huku Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa inaendelea kutoa ratiba zake, na vyama mbalimbali vya siasa vimeanza harakati zake kutangaza watu wake. Chama cha Mapinduzi tayari kimeshatangaza wagombea nafasi ya urais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar na mgombea mwenza, na vyama vingine tutapata taarifa. Kwenye nafasi za ubunge na madiwani, mabaraza ya madiwani yamevunjwa jana, bunge letu tarehe 27. Waheshimiwa wabunge wenzangu, napotamka wabunge tarehe 27 na mimi napata kushtuka kidogo, maana niko kwenye tanuru hilo hilo, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia. Nawaombea sana wabunge wenzangu, baada ya kuvunja bunge twende tukapambana, turudi tena hapa, na mimi naamini wote mtarudi, ili bunge Grand Bonanza mwaka 2026 tuje tena wote hapa. Endeleeni na chakato, Mwenyezi Mungu atawaongoza na mtashinda kwa kishindo, na yote ya kuyasema kwa wananchi kule. Kwa hiyo twende tukashughulike na hilo. Kwa hiyo Watanzania, tunapokwenda kuchagua viongozi, tuna hawa wanaomba uongozi, kila mmoja anakuja na staili yake ya kushawishi kupata kuungwa mkono wa kupigiwa kura. Ukiondoa michakato ya ndani ya chama, kuna ule mchakato mkubwa utakaosimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa. Pale inawaleta watu wote, kila mmoja na chama chake, kuja kusema na Watanzania. Nendeni mkasikilize, lakini nenda mkisikiliza, mchuje kinachosemwa. Chukueni kila ambacho mna uhakika kitaendelea kuwapa maendeleo, lakini pia kitaimarisha tunu ya taifa hili ya amani na utulivu katika nchi. Amani na utulivu katika nchi, hasa kwa Tanzania, ni ajenda ya kudumu, na hii ndio nembo yetu ya Tanzania kwanza kuliko jambo jingine lolote. Kwa mnapowasikiliza hao wanaosema na kushawishi mwapigie kura, hasa kwenye mchakato ule wa mbele baada ya vyama kuleta wagombea wake, nenda mchuje yanayozungumzwa na myakatae yale yote ambayo yanakwenda kuashiria kuvunja amani na utulivu wa taifa hili. Hapa nazungumza na wasomi na watu waelewa, na kwa hiyo kila mmoja akajipange kusikiliza na kuchuja yanayozungumzwa, ili tulifanye taifa hili liendelee kubaki kuwa salama, na mshikamano ulioko miongoni mwetu, utulivu ulioko katika nchi, kile kitendo cha kukimbiliwa Tanzania kiendelee kubaki. Waheshimiwa viongozi, wana michezo wote kutoka maeneo mbalimbali, nirudie tena kwa kusema tumefurahi kuona bonanza la mwaka huu limefana sana, kwa washiriki kuwa wengi, michezo kuwa mingi na ubora wa michezo yenyewe. Lakini leo ni siku ya kusherehekea michezo, na hivi punde tutakabidhi washindi wa kila michezo. Mheshimiwa Naibu Spika alipokuja hapa alionyeshwa kufurahishwa na mchezo wa kula na kunywa. Kwa kweli alifurahishwa sana na yule mtu aliyemsema, ambaye alienda pale yeye kwenda kula tu, wala kutaka kushindana. Alijua hana zawadi, kwa zawadi yake ni hiyo, kwa akawa anaamua kula kwa utulivu. Sisi tunamfuatia, tumekaa hapa, hana pressure kabisa. Amekula wali wake, watu wananyosha sahani juu, yeye anaendelea kula tu. Alipomaliza kaletoa soda kushushia, sio kwa ajili ya kushindana, kushushia. Watu wote wanahangaika, wengine wanatoa gesi, yeye filimbi imepulizwa, ndio raha starehe kwa kweli. Mwenyekiti wa bonanza hili, hakika umetuchagulia michezo ya burudani. Hii ni burudani kweli kweli,
basi tutatoa zawadi ya mshindi wa kwanza. Yule wa mwisho yule ameshapata zawadi tayari. Wana michezo wenzangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mgeni rasmi wa siku ya leo, ameendelea kuwatakia kila laheri viongozi wa Bunge, Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, Katibu wa Bunge na watumishi wa Bunge na wabunge wote na wanamichezo wote, kwamba ilivyotoa wito wa bonanza hili tulienzi, tuliimarisha, tuendelee kuboresha, tuliunge mkono bunge letu ili liweze kuwa na hicho. Baada ya kusema salamu hizi, sasa niko tayari kutoa zawadi kwa washindi wetu wa Grand Bunge Bonanza 2025 na napenda kuwatakia mchana mwema na hafla njema ya jioni. Asante sana kwa kunisikiliza.